21 tunao story kutoka kwa mtoto Charles Matias mwenye umri wa miaka 6 ambaye alijizolea umaarufu mitandaoni mwezi Februari kutokana na kipaji chake cha kuhesabu akiwa katika kijiji cha Nyigwa, kata ya Kibungo Juu, wilaya ya Morogoro vijijini. Baada ya kuonyesha uwezo wake huo wa hesabu, wengi walijitokeza, kila mmoja akitaka kuwa sehemu ya kukiendeleza kipaji cha mtoto huyu. Hatimaye leo mtoto Charles Matias ameanza masomo yake kwenye shule ya Fountain Gate iliyopo jijini Dodoma. Shule hiyo itakuwa na jukumu la kuratibu na kumwendeleza elimu ya msingi hadi elimu ya juu pamoja na kusimamia makuzi yake ya kimwili na kiroho. Mimi ni Edwin Kamugisha. Unasoma darasa la ngapi? La kwanza. Mwalimu wako anaitwa nani? Mwalimu Kabu. Unajua kuhesabu? Eh? 500 jumlisha 100 ni ngapi? 600. Na 700 ukijumlisha 300 ni ngapi? 700 ukijumlisha 300 unapata ngapi? Napata 1. Napata 1. Okay. Ninaitwa Mwalimu Abilius Wamara, mwalimu mkuu wa shule ya awali na msingi Fountain Dodoma. Kutokana na taarifa zilizokuwa zimeenea kwenye mitandao ya kijamii, sisi kama shule ya Fountain Dodoma tuliona si vyema sana kukiacha kipaji cha mwanafunzi yule kikapotea hivi hivi, na tukaamua kuchukua hatua kwa kushirikisha vyombo vyenye mamlaka husika, na taratibu zikawa zimefanyika mpaka hapo ilipoamriwa kwamba mtoto huyu anapaswa kuja kusoma shuleni kwetu Fountain Dodoma. Na mwanafunzi huyu ameripoti hapa shuleni tangu siku ya tarehe 11 mwezi wa 4 2021, na tayari ameanza huduma hiyo ya kimasomo. Na kimsingi tulichokiangalia mwanafunzi huyu kwenye KK 3 zile ambazo mwanafunzi wa umri ule anapaswa kuwa nazo, yeye K ya kuhesabu amekuwa akionyesha uwezo mkubwa sana kwenye hiyo K. Kwa hiyo kama shule tunatafuta mbinu nyingine ya kuhakikisha hata hizi K nyingine mbili zilizobaki anakuwa bora zaidi. Kwa maana kuna K ya kuandika, lakini pia kuna K ya kusoma. Leo ni siku yake ya kwanza darasani, na tunaamini kwamba hapo baadaye kadiri tunavyoendelea kufanya utaratibu wa kumpima na kuangalia viwango vyake vingine katika hizo K zilizobaki, tutaendelea kupeana taarifa, lakini pia kwa kushirikiana na jopo la walimu na walezi wengine wa hii shule, tunaamini kwamba huyu mtoto ataweza kufikia ndoto zake na hapo baadaye. Lakini zaidi ya yote tumeweza kugundua kwamba mtoto ana kipaji cha mpira wa miguu, na sisi kama Fountain of Knowledge, Wisdom and Talents, hicho kipengele pia na chenyewe hatutakiacha nyuma. Tutahakikisha kwamba tunajaribu kubalance mambo yake yote, darasani aweze kuwa vizuri, lakini pia na kipaji alichokionyesha kwenda mpira wa miguu kisiweze kupotea. Huyu mwanafunzi skill zake za kidarasa, skill alionayo kubwa, yani ujuzi alionao mkubwa ni wa kuhesabu, na ujuzi wa kusoma na kuandika sio sana. Na kama nilivyosema kwamba leo ni siku yake ya kwanza darasani, kwa tunaamini kwamba mwalimu aliyempokea akishirikiana na walimu wenzake darasani wataangalia na uwezo wa kuhesabu. Je, anaweza kuhesabu kichwani au anaweza kuziandika hata hizo tarakimu? Lakini tofauti na hilo, tunataka tuangalie uwezo wake wa kuandika, lakini pia na uwezo wake wa kusoma. Hilo sisi hatujaliangalia sana. Leo ni siku yake ya kwanza darasani, lakini tumeona na tumejaribu kumuuliza maswali, uwezo wake wa namba ni mkubwa mno. Sasa tunaamini kama ameweza kuwa na uwezo mkubwa wa namba, kusoma na kuandika, akiwa kwenye process hii, tunaamini ataweza kufanya vizuri zaidi. Labda nichukue nafasi hii kuiomba jamii nzima ya Kitanzania na ulimwenguni kote kuweza kuhakikisha kwamba wanatoa jicho ambalo linaweza likaenda hata sehemu ambako hazifikiki, waweze kwenda na kuibua vipaji vya Watanzania walio wadogo. Tunaamini Tanzania ya sasa inaenda kujengwa na hawa vijana walio wadogo. Kwa hiyo kama Fountain tumeweza kuliona hilo, kwenda mpaka huko kijiji cha Nyingwa kumtafuta mtoto Charles. Tunaamini akina Charles wako wengi. Tunaendelea kuomba ushirikiano kwa jamii inayotuzunguka, tunaendelea kuomba ushirikiano kwa serikali kuhakikisha kwamba pale tutakapohitaji msaada wao waweze kusaidia kwa kushirikiana na vyombo husika au vilivyopewa mamlaka husika. Ni mwanafunzi mwenye miaka 6, na maelekezo tuliyopewa na ofisi ya elimu mkoa wa Morogoro
ni kwamba Chazi alikuwa akisoma shule ya awali Nyingwa, na sisi tumepewa huyu mtoto kwa maana ya ufadhili na tumeambiwa aandikishwe katika darasa la kwanza. Kwa miaka 6 ni kwamba amefikia umri wa kuwa darasa la kwanza, lakini pia na kwa kuangalia uwezo wake. Kadiri muda utakavyozidi kwenda, tutaendelea kuwasiliana na vyombo hivi kuona kama anaweza kwenda darasa la mbele au kubaki hapa alipo. Kwa hiyo kitakachoamua ni uwezo wake. Sio darasa la awali tena, sasa hivi yuko darasa la kwanza. Fountain Gate Academy imejipanga kumfadhili mtoto Chazi kuanzia level hii ya elimu alionayo mpaka ukomo wa elimu yake. Para atakapofika sehemu akasema ni ukomo wa elimu yake, na sisi tutakuwa tumefika mwisho wa ufadhili wetu. Mimi naitwa Mwalimu Kabula Masanja, nafundisha darasa la kwanza katika shule ya Fountain Dodoma. Tulimpokea Chazi siku ya Jumamosi jioni na tunashukuru Mungu tumempata kijana huyu. Tunashukuru kwa hilo kwa sababu shule nyingi kulikuwa tunamhitaji, lakini sisi tumempata. Tunashukuru kwa hilo, na tangu amefika leo ni Jumatatu na ndio siku aloanza darasa, ambapo ameanza vizuri na kwa kweli tunashukuru. Ana mwitikio mzuri, lakini kwa sababu ni siku ya kwanza yani kuna hali fulani hivi kama mtoto kuzoea mazingira, lakini tunaahidi kwamba tutajitahidi aweze kuzoea mazingira na tutajitahidi kuendeleza kipaji ambacho alichonacho.